Sisi tulisimama tukiamini kwamba swala hili limefika kasi, limeisha. Kwa hiyo tuliendelea na utaratibu wetu wa kutangaza ratiba, tukaupangia huo mchezo ratiba namba 184 kwamba utachezwa Juni 15. Lakini bado pia kuliendelea na sintofahamu nyingi, sisi sote ni mashuhuda. Katika busara ya kawaida kama nilivyotangulia kusema kwamba Bodi ya Ligi Kuu Tanzania ni chombo cha vilabu, kwa hiyo kina wajibu pale mwenye chombo chake anapoonyesha kulalamika ama anapoonyesha kuto kutendewa haki, basi tuna wajibu wa kuona namna gani ambaye tunakutana naye, tunazungumza na vitu vya aina hii. Kwa hiyo tosha kusema kwamba katika kutekeleza haya ambayo nimetangulia kuyazungumza, leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga kama ambavyo nilivyosema, na msingi wake mkubwa ni kuona namna gani ambavyo tunatoka katika hii sintofahamu iliyojitokeza tangu huo mwezi wa 3. Clear interest kwamba tumekuwa na kikao kizuri, ni aina ya vikao, ni aina ya transparency ambayo kama vyombo, kama bodi, kama vilabu ndio aina ndio platform pekee kwamba kunatokea tatizo, mnaandikiana barua, mnakutana, mnajadili mambo yenu kwa pamoja, and then mnatengeneza mwelekeo ili muweze kutoka hapo mlipofika. Kwa hiyo kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne. Wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi, kama secretariat tuna wajibu ya kupokea na kuyachakata. Sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata, na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya skopu ya Bodi ya Ligi Kuu kwa maana kuyafanyia maamuzi, basi tunayafanyia maamuzi. Kwa yale ambayo tutaona kwamba yako nje ya uwezo wetu, basi tutapeleka kwenye mamlaka husika ili yaweze kufanyiwa kazi na yafanyiwe maamuzi pia. Kwa hiyo kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya Bodi ya Ligi Kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Ukisoma governing regulation ambayo hii ina govern utendaji wa kila siku wa bodi, unaweza ukaona kwamba imetaja kwamba kutakuwa na kamati ambayo imekasimiwa madaraka kwa ajili ya kusimamia na kuendesha ligi. Lakini ukienda kwenye kanuni pia imezungumzwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzuru kwa katibu mkuu wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, na jambo la 4 ni kuona kwamba Bodi ya Ligi Kuu Tanzania inakuwa huru. Itoshe kusema kwamba secretariat pamoja na uongozi wa Bodi ya Ligi Kuu Tanzania, kwa sababu kwenye kikao alikuwepo mwenyekiti wa bodi, alikuwepo makamu mwenyekiti wa bodi, alikuwepo mjumbe wa management committee ambayo imekasimiwa madaraka na mkutano mkuu kuweza kusimamia utendaji wa kila siku wa Bodi ya Ligi Kuu. Tumepokea. Itoshe kusema kwamba tumepokea, na ukitazama kwa mujibu wa governing regulation tuliyokuwa nayo, haya mambo yote manne unaweza ukaona kwamba yapo out of scope, yani yapo nje ya uwezo wa Bodi ya Ligi Kuu kuweza kuyapokea, kuyajadili na kuyatolea uamuzi. Kwa mujibu wa muundo tuliokuwa nao wa usimamizi na uendeshaji wa ligi, haya mambo yote manne ukiondoa ili jambo moja la kwanza ambalo liko ndani ya uwezo wa mwenyekiti wa bodi, haya mambo matatu yaliyobaki, tafsiri yake mamlaka ambazo zinaweza zikayapokea, kuyachakata na kuyafanyia maamuzi ni kamati ya utendaji ya Shirikisho la Mpira wa Miguu na mkutano mkuu wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania. Kwa hiyo tumewaambia wenzetu kwamba tumeyapokea kwa nia njema, kwa nia ya kujenga, tutayawasilisha kwenye mamlaka husika ili yaweze kuyafanyia kazi, na baada ya hapo basi tutawajulisha kama ambavyo tulivyokutana leo na kujadili mambo yetu ya msingi. Kwa hiyo kwa ufupi sana, hayo ndio mambo ambayo tuliyajadili leo, na kama nilivyotangulia kusema kwamba sisi kwa haya walioyaleta, wajibu wetu ni kuyapokea. Tukiyapokea kwa sababu hatuna mandate nayo, yako nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo
kamati bodi kwa maana ya secretariat sasa tuna wajibu wa kuziandikia mamlaka zinazohusika kwa ajili ya kuyawasilisha, kuyajadili na kuyafanyia maamuzi.